Kama walivyozungumza wenzangu waliotangulia, tunatambua kuwa kuelekea mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu nchi yetu itaingia katika jambo muhimu na adhimu la uchaguzi mkuu kwa ajili ya kupata viongozi watakaotuongoza katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Tukio hili ni muhimu sana katika kujenga na mustakabali mwema wa maendeleo na ustawi wa nchi yetu. Ndio maana leo hii katika kusherehekea sherehe za Eid, kauli yetu mbiu tumeweka kwamba ni amani ndio msingi wa maendeleo, shiriki uchaguzi kwa salama na amani. Hatua tulionayo sasa tunatambua kwamba ni uboreshaji wa daftari la wapiga kura, na kwa hapa Dar es Salaam na baadhi ya mikoa mingine zoezi hili limekamilika. Tunashukuru sana Tume Huru ya Uchaguzi kufanyia kazi maoni ya wadau na kuongeza siku 2 za kujiandikisha katika mkoa wa Dar es Salaam ili kutoa fursa zaidi kwa watu wa kurekebisha taarifa zao na wengine kujiandikisha kwa mara ya kwanza baada ya kutimiza masharti. Tunaamini wale wote waliokosa nafasi katika muda wa kawaida walitumia nafasi hii kurekebisha taarifa zao. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linatoa wito kwa mikoa ambayo inaendelea na zoezi hilo la uboreshaji wa daftari, Waislamu na wananchi kwa ujumla wenye sifa wajitokeze kwa wingi katika zoezi hilo ili waweze kutekeleza haki yao ya msingi ya kuchagua ama kuchaguliwa katika nafasi mbalimbali za uongozi zitakazotangazwa kwa mujibu wa sheria za uchaguzi. Aidha, kupitia jukwaa hili tunaziomba mamlaka husika za serikali kuzifanyia kazi dosari zilizoripotiwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliopita na kusisitiza suala la kutenda haki katika kila hatua ya mchakato wa uchaguzi, kwani haki ndio msingi mkuu wa amani. Tunatoa wito pia kwa vyama vya siasa vyote pamoja na wagombea waepuke vitendo vya rushwa katika uchaguzi, kwani rushwa ni adui wa haki. Tunaendelea pia kuomba waliopewa majukumu ya uratibu na usimamizi wa mchakato mzima wa uchaguzi watekeleze na kusimamia majukumu yao kwa haki, ueledi na kufuata sheria ili waweze kuendelea kuaminiwa hata katika hatua ya mwisho ya utoaji wa matokeo ya uchaguzi. Tunaiomba serikali na vyombo vyake kuendelea kuuamini muhimili huu wa taasisi za dini na kushirikiana nao katika hatua zote za kuelimisha wananchi kuhusu uchaguzi na hatimaye kuhamasisha ushiriki wa wananchi wengi katika uchaguzi, kwani muhimili huu ni muhimu na ni rahisi kuwafikia watu wengi zaidi, na kubwa zaidi wananchi wana imani na kutegemea sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapomaliza ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni nguzo ya 4 katika Uislamu, mbele yetu ipo nguzo ya 5 ambayo ni hija, ibada inayotarajiwa kuanza mwanzoni mwa mwezi Juni mwaka huu Maka nchini Saudi Arabia. Kutokana na ratiba ya utekelezaji wa mambo mbalimbali ya hija ambayo mengine yako nje ya uwezo wetu, kupitia jukwaa hili tunatoa wito kwa wale ambao wote wanaokusudia kutekeleza ibada hii au kudhamini watu wao wafanye haraka kukamilisha miamala yao katika taasisi za hija walizojiandikisha nazo. Aidha, kutokana na mabadiliko ya mfumo wa shughuli za hija, kumekuwa na changamoto kubwa sana katika taasisi za hija kuweza kukamilisha baadhi ya masharti kwa wakati hadi kufikia mfumo kufungwa kabla ya kukamilisha masharti hayo. Tunaiomba sana serikali isaidie kuwasiliana na mamlaka za Saudi Arabia kuwaomba wafungulie mfumo ili taasisi zilizochelewa kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo wao ziweze kukamilisha taratibu hizo, hususan kwa upande wa mahema. Ikumbukwe kwamba taasisi hizi zinafanya kazi kutoa huduma kwa kutegemea malipo ya mahujaji ambao wanachelewa sana kufanya malipo haya. Sambamba na hilo, tunaomba kukamilisha taratibu tulizozianza za kuwezesha shirika letu la ndege la Tanzania la HCL kusafirisha mahujaji kwenda Saudi Arabia kwa mwaka huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kumaliza, nachukua tena fursa hii kukushukuru wewe binafsi, viongozi wote waliojumuika nasi katika shughuli hii adhimu, na tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu azidi kuwajalia afya njema na salama ili waendelee kuliongoza taifa letu kwa hekima na busara. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania
Anawatakia Waislamu wote na wananchi wote wa Tanzania kusherehekea sherehe hizi za sikukuu ya Eid al-Fitr kwa amani, ukarimu na utulivu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu atuonyeshe haki katika kuwa ni haki na atuwezeshe kuifuata, na atuonyeshe batili kwamba ni batili na atuwezeshe kuiepuka. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.